Baada ya taarifa hiyo ya Kimeri Chalo, tusalie huko ukanda wa Pwani ambapo wazee wa jamii ya Waswahili katika kaunti ya Mombasa wamejitokeza na kutoa malalamishi makali dhidi ya serikali kuu na ile ya kaunti kwa kile walichokitaja kama kutelekezwa katika masuala ya kitaifa na fursa za maendeleo. Wazee hao wameeleza masikitiko yao kuhusu vijana wasomi wa jamii hiyo kukosa ajira na hata katika miradi mikubwa kama bandari, hali ambayo wanasema inachangia vijana kutumbukia katika matumizi ya dawa za kulevya na kujiunga na magenge ya wahalifu. Aidha, wametoa wito kwa serikali kuhakikisha usawa katika ugavi wa vyeo serikalini. Tumeangalia kwa karibu sana kwamba hizi bandari mpya na miradi yote ya serikali katika kaunti ya Mombasa au Pwani kwa jumla, hatuoni sura za vijana wetu. Kila mmoja, hatuwezi kuwa squatters pahali kwetu. Tuangalie kama kila mmoja aliye na pahali pake apewe title deed. Tuona maambassadors wanapata vyeo tofauti, lakini sisi jamii ya Waswahili hatuna hata ambassador mmoja. Kwa hivyo sasa si tukiyazungumza haya tuzungumza kidhati na utungu kwa yale tunayoona kwa kaunti nyingine. Kuna mgao katika zile asset zao za kuwa wao watapata mgao katika kaunti zao. Kwa nini tupate tabu katika mji wetu? Kwa nini watoto wetu wateseke, waingie kwenye uvutaji wa unga, ulaji wa mugukaa, ulaji wa nini, na hali ya kuwa watoto wamesoma, wako wenye madegree, wako wenye na masters, wako wenye madiploma, wamesoma lakini hawapewi nafasi za kazi.